Kwa jina anaitwa Makamba Amri Bilali, mwenyekiti wa Uhasibu Group. Leo tumeazimisha kifo cha Mheshimiwa marehemu Magufuli, siku ya kumbukizi yake, ambaye tumefanya kuanza kutembelea chama cha walemavu CHAWATA, tukenda Ocean Road kwa ajili ya kuona wenzetu wenye matatizo ya kansa, tukapeleka mchango wetu. Pia tukamalizia kituo cha Station Army cha watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo ni uhasibu, tumefanya kumbukizi kwa sababu wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano alofariki, ndugu John Joseph Magufuli, ambaye pia alikuwa na upendo wa watu wenye ulemavu. Tumemuenzi kwamba Kizaramo wanasema afile munu asigale munu. Maana yake wakati yupo Mheshimiwa Magufuli alikuwa anapenda watu wenye ulemavu. Leo tuna Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anatujali watu wenye ulemavu, na tumepata mkopo wa 200 kupitia kwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunashukuru viongozi wetu wote wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wana mapenzi mema na watu wenye ulemavu. Tunashukuru sana uhasibu, na hili sisi tunaendelea kupambana nalo. Kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan tulipambana naye kwenye kula mpaka ameingia madarakani, ni rais wetu. Magufuli ni hivyo hivyo, ambao hawa wote ni viongozi wetu, wanajali watu wenye ulemavu na wananchi wao. Asante sana ndugu mwandishi, kwa kazi mzuri ambao umeifanya. Tumepitia uhasibu kupitia kumbukizi la Mheshimiwa Rais. Huu ni muendelezo, kwa sababu kila jambo linalofanyika kwetu zuri tunafanya kwa vizuri. Jambo likifanyika lolote wanaofanya viongozi wetu wakuu, huwa tunatoka hadharani tunawashukuru. Hii sio jambo la mara ya kwanza, tunatoka kila jambo likitokea likiwa zuri ndani ya uhai tunalifanya, na likiwa zuri ndani ya wenzetu wametangulia tunalifanya. Sio mara ya kwanza. Mimi naitwa Hamadi Abdalla Komboza, ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha walemavu Tanzania. Leo hii mimi pamoja na viongozi wenzangu wa Maluma Group, kikundi cha waendesha bajaji wenye ulemavu cha uhasibu, tumeungana kwa pamoja kuadhimisha kumbukizi ya hayati Rais wa awamu ya 5, ndugu yetu kipenzi chetu hayati John Pombe Joseph Magufuli. Siku kama ya leo ilikuwa ndio siku yake ambayo anayokumbukwa, siku aliyokufa. Kwa hiyo siku ambayo anakumbukwa, na sisi kama watu wenye ulemavu tumeona tuchukue nafasi hii kuweza kumkumbuka na sisi, kwa sababu naye alikuwa ni rais wetu, kipenzi chetu, aliyewajali wa Tanzania wote pamoja na sisi wenye ulemavu. Sasa sisi leo tumeona maadhimisho haya kutokana na upendo na utendaji kazi bora wa hayati John Magufuli. Tumeona tutembelee hospitali ya Ocean Road, na kule tulikwenda kutoa msaada wa kuwalipia baadhi ya wagonjwa 5 ambao wanatakiwa kufanyiwa matibabu. Lakini pia tumetoka pale tumekuja shule ya msingi Salvation Army ya watoto wenye ulemavu. Tumefarijika, tumezungumza nao, tumewapa na vizawadi kidogo vya juisi na biskuti, ili na sisi tuweze kuwafariji tukimkumbuka Mheshimiwa hayati John Pombe Joseph Magufuli. Hii kwetu sisi inatupa faraja kubwa sana, kama ni jambo la msingi, ni jambo la kheri. Kumwenzi rais wetu ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo sisi tunachokifanya hiki ni kumwombea kila laheri rais wetu aliyetangulia mbele ya haki. Basi Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yake kwa amani, na sisi ambao tuko hai basi tuige mfano wake yeye. Tunashukuru kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye tunamshukuru sana, yuko mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba sisi jamii ya watu wenye ulemavu tunakuwa naye, anatuwezesha kwa namna ya kipekee kabisa kuhakikisha kwamba na sisi wa Tanzania wenye ulemavu tunanufaika na matunda ya uhuru wa nchi hii. Kwa hiyo kwa kutujali kwetu sisi Rais Samia Suluhu Hassan, na yeye tunamwombea maisha marefu, azidi kutujali sisi watu wenye ulemavu, na sisi watu wenye ulemavu tunaamini kwa uwepo wake yeye katika miaka hii yake 5, sisi watu wenye ulemavu tutanufaika zaidi na uongozi wake, na ili na yeye atakapotangulia mbele zake basi na sisi tuje tumkumbuke kwa mazuri na mema ambayo yeye anaendelea kutufanyia sisi. Asante sana.